Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amepongeza uamuzi wa Marekani wa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, akisema hatua hiyo inaondoa doa jeusi katika historia ya taifa hilo na kufungua njia mpya ya maendeleo, ujenzi mpya na kurejea katika uchumi wa dunia. Akizungumza baada ya uamuzi huo, al-Sharaa amesema Syria sasa inaanza ukurasa mpya baada ya miaka mingi ya vita na vikwazo vizito vya kiuchumi. Leo Syria inaondoa doa jeusi na kufunga ukurasa wenye maumivu wa historia yake ili kuanza safari ya maendeleo, ujenzi mpya na kujenga upya taifa, amesema. Uamuzi wa Washington umefuta hadhi iliyokuwa imeiweka Syria chini ya masharti makali ya kiuchumi kwa miongo kadhaa. Wizara ya fedha ya Marekani pia imetangaza hatua zinazohusiana na kupunguza vikwazo. Al-Sharaa amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mataifa ambayo amesema yamekuwa yakisaidia Syria katika kipindi cha mpito. Natoa shukrani nyingi kwa rais wa Marekani Donald Trump na kwa mataifa yote rafiki na yanayotunga mkono, amesema. Hatua hiyo imekuja wakati uhusiano kati ya Washington na Damascus ukianza kuimarika baada ya kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad mwaka 2024. Katika hatua nyingine muhimu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeiondoa Al-Nusra Front ambayo baadaye ilijulikana kama Hayat Tahrir al-Sham HTS kwenye orodha ya mashirika ya kigaidi ya kimataifa. Al-Sharaa aliwahi kuliongoza kundi hilo ambalo lilikuwa mstari wa mbele katika mashambulizi yaliyomaliza utawala wa Assad. HTS ilikuwa tawi la Al-Qaeda nchini Syria kabla ya kuvunja uhusiano wake na kundi hilo mwaka 2016. Serikali mpya ya Syria sasa inalenga kuvutia uwekezaji wa kimataifa ili kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa na zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo itaipa Syria njia ya kuelekea ustawi kwa kuondoa baadhi ya vikwazo vikubwa vilivyokuwa vinazua uwekezaji binafsi na kurejea kwa Syria katika uchumi wa kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad al-Shaibani ameutaja uamuzi huo kama hatua ya kihistoria, akisema unaonesha dhamira ya Syria mpya katika kuunga mkono amani na usalama wa kimataifa. Uturuki nayo imekaribisha uamuzi huo wa Marekani, ikisema inaweza kusaidia kuongeza kasi ya Syria kuunganishwa tena na jumuiya ya kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema inaamini hatua hiyo itaongeza juhudi za kuimarisha mahusiano ya Syria na dunia pamoja na kusaidia kujenga usalama na utulivu wa kudumu nchini humo.